على حبيبه سيدنا محمد سيد الرحمة وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم عليه صلاة تخرجنا بها من ظلمات الوهم وتكرمنا بنور الفهم وتوضح لنا ما أشكال حتى يفهم إنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mheshimiwa Dr. Sandu, Sheikh Hassan Chizenga, kwa nafasi yako, mzee wangu baba yangu Sheikh Mtoro, Sheikh Musa bin Sheikh Ahmed, kadhi wa mkoa, mwalimu wangu mlezi wangu Sheikh Yusuf Asabaki, mashekhe wote wa kata, wa wilaya na wa mikoa, na wenyeji wetu waandazi wa niite hadhara hii ya kielimu, na wote mliohudhuria. Natambua uwepo wenu kwa nafasi zenu na nia zenu njema. Nianze kwa kuamkia kwa maamkizi mema, maamkizi ya amani tele, maamkizi ya watu wa peponi. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Lakini pia niwaamkie kwa maamkizi ya jamhuri. Amma baad, nami nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anayetuneemesha kwa nyingi neema zake. Kwa wakati huu nimshukuru kwa kunijalia mimi pia ni miongoni mwa wahudhuriaji wa hadhara hii ya kielimu, lakini pia akaniteua kwa kadari zake tangu kipindi hiko. Leo tu imethibitika kuwa ni mmoja katika watoa mada katika jambo kama hili. Namshukuru sana. Lakini baada ya shukrani kwa Mwenyezi Mungu, ni washukuru pamoja na kuwapongeza ndugu zetu wa MDH pamoja na wote wanaoshirikiana nao kutukumbuka nasi katika jambo kama hili. Mwenyezi Mungu awafanyie wepesi katika mambo yao, lakini pia Mwenyezi Mungu awafikishe katika kuwasili kwenye malengo yao. Nianze kwa kusema maneno ya mmoja katika wanachuoni, naye ni Ibn Qutaiba. Katika maandiko yake mengi aliwahi kusikika akisema, rubba kalimatin qala li sahibiha da'ni. Tafsiri ya haraka haraka, Ibn Qutaiba anasema inafika pahala maneno yanamwambia anayetaka kuyatamka na kuyasema, niache, usiniseme. Kumbe mmoja katika mazingira ya haya maneno yanayotoka katika vinywa vyetu kila wakati, kuna wakati yanakataa kusema, na yeye pale akaweka wazi maeneo ambapo maneno hugoma kutamkika katika kinywa cha msemaji. Moja katika maeneo hayo ni pale maneno kama unaotaka kuyasema wewe ikawa yashasemwa. Kwa hiyo maneno pale usema, usiongeze, siseme kitu kwa sababu maneno hayo yashasemwa. Mwingine aliwahi kusikika akisema, kullu shay'in yanfa'u bifadlin illa al-kalam. Chochote ukikizidisha ukakiboresha basi huleta manufaa, isipokuwa maneno. Ukiyazidisha yataharibu. Nitoe mfano. Leo tupo katika hivi vyombo vya kuleta ubaridi AC, lakini haya ni maboresho ya mipito tofauti ya kutafuta hiyo hewa yaliyoanza zamani. Mwanadamu kwanza alijipa ubaridi kwa kutumia kiganja chake. Alivyoona haumtoshi, na wakati mwingine hufika akalala, mkono ukawa haufanyi kazi, joto likampata, wakaongeza kidogo,
wakaleta kipepeo kwetu huko Kisiju, kinatumika kipepeo, hata huku watu wa zamani tuliwahi kukikuta. Lakini ifika pahala kipepeo hakitoshi, kinakupepea peke yako. Likaja feni la mezani, kaona hapana, sasa yakaja ya juu. Sasa hivi tuna AC na yatakuja mengine. Nini? Ni kuboresha, kufikia katika malengo. Lakini wanasema maneno hayataki kuboreshwa, maneno yanataka kusikilizwa na baada ya pale kufanyiwa kazi. Ukiongeza utawapotezea watu muda. Tumemsikia tangu Samahat Mufti, Mwenyezi Mungu amhifadhi, lakini mganga mkuu katika malengo ya jambo kama hili. Tukaja kumsikia mhamasishaji wetu Dr. Boniface, lakini bwana Dr. Sando. Punde tumekuja kumsikia mzee wangu Sheikh Hassan. Wote wakizungumza kitu hiki kimoja, wametofautiana mapito tu sawa sawa na wanaokwenda Kariakoo, lakini wote wanatoka Magomeni. Mwingine akaamua kupita Ilala, mwingine Kinondoni, wakakutana mtaa wa Kongo. Tumsalie Mtume Muhammad. Mada yangu ni kama hii: chanjo na Qur'ani. Ukitaka kuieleza hili muda unaweza kuchukua muda mrefu sana, lakini kwa sababu na hakika waliokuwa mbele yangu ni wanachuoni, ni mashehe wazoefu, weledi katika kazi zao, mimi nitakuwa na dakika 10 tu, kwa sababu lengo letu sisi hapa kwanza ni kukumbushana, lakini kupeana elimu. 3, kupeana moyo wa kwenda kuifanya kazi kwa wale tunaowahudumia. Nichukue mfano binafsi. Mimi kama mimi kwa miaka mingi sasa, takriban miaka 30, imamu wa msikiti wa Kichangani, ambao alhamdulillah nikisema ghairil maghdubi alaihim wala dhalin, wanaosema amin ni watu wanaofika 6000. Na wapata hawa katika kila wiki kwa lisali moja, sio umma mdogo. Dr. David, ni watu wengi sana. Nadhani na wenzangu huku kazi ni hiyo hiyo. Tunakutana na mambo mengi sana ndugu zangu, lakini cha kwanza tunachotakiwa tukijue ni kuitambua nafasi yetu. Kama nilivyojitolea mfano mimi, Allahu ya'lamu haithu yaj'alu risalatahu. Mwenyezi Mungu anajua nani ampe message ifike kwa watu. Hafanyi bahati mbaya. Eti leo Walidi Al-Hadi yuko pale Kichangani na penginepo au hata hapa, yani ni bahati mbaya. La, Mungu anajua. Sasa piga mfano, piga mstari, Allahu ya'lamu. Sende kule, Allahu ya'lamu, Mwenyezi Mungu anajua. Kuna kitu hapa, ngoja nikuongezee kitu kingine. Mwalimu wangu unaonisikiliza, mbali kidogo turudi. Mwanadamu kama mwanadamu, silka na bia yake iliyoadhirikia viumbe wenziwe kabla ya kuumbwa mwanadamu ni uharibifu, kwa maana ya ufisadi na vurugu. Ukisoma Qur'ani Suratul Baqara aya namba 30, Mwenyezi Mungu anasema wazi wazi, na sisi wote hapa tunajua, wa idh qala rabbuka lilmalaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dimaa. Wakatetea haja yao, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kiufupi kwamba malaika walipopata taarifa kutoka kwa Mola kwamba anataka kutuumba sisi, malaika walisema nini bwana, unataka kumuumba huyo, sifa yake ni kufanya ufisadi na kuja kumwaga damu, na sisi tumekaa hapa hatufanyi hayo. Kazi yetu tunakusabihi, tunakuabudu Mungu. Una haja gani ya kuongeza viumbe? Sasa kawe nafasi ya mtu anayehutubiwa maneno haya, ndio Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu aliwajibu vipi malaika? Hakusema mimi ndo Mungu
Mimi ndio? Aliwaambia inni a'lam. Tunarudi Allahu ya'lam. Inni a'lam, mimi najua mala msio yajua nyie. Na akaonyesha hilo kwamba Mungu anajua wasiojua malaika. Wa'allama Adama al-asmaa kullaha thumma aradahum ala al-malaika qala ambiuni bi asma'ihim. Wale wakajibu vipi? Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Piga hisabu momote nimepatajwa elimu humo, piga mstari. Kumbe kitu kikubwa ni hiki tunachokipata hapa, elimu. Mungu awajaze kila la kheri wakina Dr. Sanu, kwamba wamekusudia kutwita ili watupe elimu. Tukiondoka hapa tunaondoka na shehena ya elimu ya kwenda kuwakabili tunao wahudumu. Mmoja katika mashehe na wanachuoni wa zama zetu, Dr. Abdul Qadir Auda, Msomali, aliandika kitabu baada ya kutizama ulimwengu. Kitabu kidogo tu, kajaza ujumbe ambacho hata mimi naweza au unayo kakieka katika mfuko wako wa kanzu au koti au washati, ili kila wakati wanakipitia pitia. Mwenye kakiita afatul Islam, afatul maafa ya Waislamu, maana maafa ya ujumla sana, lakini sana kalenga nyie shuyukh ulama. Kataja maafa makubwa mengi, lakini mawili akasema haya ndio ya msingi. Haya, sikilizeni. Akasema nayo, akasema ajizu ulamaihim, pili wajahlu ulama, wajahlu abnaihim. Ajizu ulamaihim wajahlu abnaihim. Cha kwanza, wataalamu wa Kiislamu kushindwa kutekeleza nafasi yao na kuusaidia umma wa Kiislamu kwa elimu na taaluma zao. Lakini cha pili, wale wasiokuwa wataalamu katika Waislamu kuridhika na ujinga wao. Tumsalimu Mtume Muhammad. Tupo katika hadhara ya kielimu, tunapata elimu itakayotupa uwezo wa kutoshindwa kutekeleza amana zetu kwa wale tunaowahudumu, na ili nao wasogee kufika kwa nafasi yetu. Manake wengi huko wasiokuwa wanachuoni wana neno lao kwamba mimi mwenyewe maamuma tu, mimi mwenyewe atoki njoo hapa, mimi maamuma bwana, inanitosha. La, ukamuondoe mtu katika nafasi ya hicho alichokukiri na kukubali kwamba yeye ni maamuma. Sasa baada ya mukadima huu, niwaambie wataalamu mliokuwepo hapa ambao mna nafasi kubwa kuwakabili watu, na bahati nzuri wao wamewaridhia na wakawaamini, wakawategea masikio na wakawapeleka mbele katika maisha yao. Qur'ani ina kila kitu kuhusiana na hizo chanjo. Tukiamua kuzihesabu ayat na maneno yaliyomo humo tukayaleta hapa, basi tutakamba kesho mpaka kesho kutwa tunasoma aya. Lakini kupe njia fupi tu, lile neno alilolisema Mheshimiwa Mufti, Mwenyezi Mungu amhifadhi, ampe umri mrefu, amfanyie wepesi katika kazi ya kutuongoza. Uislamu ni dini iliyojengwa kwa ajili ya kuchunga maslahi ya umma. Qur'ani unaka ayat, kuna aya chungu mzima ambazo lengo lake ni hilo moja tu, kuleta maslahi. Leo ukiondoka hapa, usitafute aya inayokutajia wazi wazi nenda kachanje, maana hilo ndio lilokuwa misikitini huko. Hizi alizoziita kweli Sheikh Hassan hapa kwamba wanatukabili na kutupinga watu huko, kwa hebu tuonyesha chanjo, kama inavyopingwa wale mambo tunaogombania kila siku, hitima hata, lakini kwamba mtu anataka aya iqraul khitima limautakum, hiyo haiji, kwa sababu itakuwa kila kitu katika Qur'ani kitajwe wazi wazi. Leo nakukumbusha, najua wewe umesoma kwenye shinda mimi, kuna kaida ya Imam Shafi ameitaja katika wengi mnajua kwa sababu ni wanachuoni, mmekaa madaris na mnafanya kazi hizi kwa weledi. Neno dogo tu, anasema tarkul istifsali fil tarkul,
tukumbushane hiyo tarkul istifsali bil ihtimali yanzilu manzilatal ihtimali fil maqal. Sawa sawa, kwamba Qur'ani haitaki wala hahitaji kutokana na wingi wa mambo yanayoizunguka Qur'ani na jamii na muda mrefu mpaka hapo tutakapofika kiyama kila kitu kitajwe kwa jina lake. Kuna kitu kinatajwa sawa sawa, lakini hicho kinaenea. Chukua aya kama aliyotaja Sheikh, ameitaja mufti hapa, ile wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Njoo nayo Ijumaa kesho kutwa hii, wala tulqu bi aidikum ila tahluka, kwamba msiziangamize nafsi zenu. Mungu anasema hivyo, msiziangamize kwa mtindo wa aina yoyote. Hii inatuagiza tuwaambie watu wakachanje. Kwa sababu gani? Qur'ani namna inavyokuja, namna zake mbili tu, wanachuoni kama alivyonifundisha mwalimu wangu Sheikh Yusuf yule pale. Kuna namna Qur'ani inaelezwa binasi wa tasrihi, na kuna wakati Qur'ani inaelezwa bil isharati wa talmihi. Sometimes Qur'ani inaeleza kitu kimoja kimoja, wala taqrabu zina. Hapo tumeambiwa wazi wazi tusifanyaje, watu wasizini. Innamal khamru wal maisir, mpaka mwisho. Hapo tumeambiwa nini? Tusilewe, tusicheze kamari. Lakini kuna wakati mwingine Qur'ani inakusanya, kwa sababu hayo mambo ni mengi. Waqala rabbukum ud'uni astajib lakum. Chukua mfano hiyo, Mola wenu anakwambieni niombeni nitawajibu. Kasema tumuombe nini? Ud'uni, Mungu anasema niombeni haya, kuomba nini? Kama maana kakuruhusu kwa mujibu wa hiyo Qur'ani, kwa sababu ameacha istifsal. Hii aya ni umum. Niombeni kofia nitakupeni, niombeni kanzu nitakupeni, niombeni watoto wazuri nitakupeni, niombeni safari nitawapeni, niombeni umufti nitakupeni, niombe hiyo hiyo tu. Ud'u ila wa qala rabbukum ud'uni. Sasa sisi tunakutana na zile kwere. Huo nimekupa mfano. Nipe aya ya chanjo, sababu mimi amadangu Qur'ani na chanjo. Qur'ani na chanjo, aya inayokwenda moja kwa moja kwenye chanjo uwezo ukaipata. Lakini kuna wala taqtulu anfusakum, katika Qur'ani ipo wala taqtulu au fahdharu, ipo. Mfano mzuri tu juzi nilisema pahala changaa, Mungu anarudia wala afala taqiluna. Unaona hii aya afala, manake kama tusi afala taqiluna, nyie mabwege, afala taqiluna, machizi nyie. Wewe usitake ukaya mwingine akajazwa humo. Mungu pale anatumia wisdom, hapa inatumika hikma na busara. Neno kubwa kalisema Sheikh. Inafika pahala unaweza kwamba bwana, sisi unatuletea habari ya kuchanja huko msikitini bwana, ili jambo sio letu, hili ni jambo la kizungu. Waambie sawa. Wakati mwingine ukitaka kuthibitisha mambo, kubali hili jambo la kizungu, mwambie sawa, ndio la kizungu. Kwani tumekatazwa kuchukua mambo ya kizungu maadamu sisi yanatusaidia? Mtume kakataza? Alimun nasi man yajma'u ilma nasi ila ilmihi. Maneno ya wazi, hadithu sahih. Mwanachuoni mtaalamu katika watu ni yule ambaye kwamba anakusanya elimu za watu akachanganya katika elimu yake. Iwe ya wazungu ndiyo, lakini imeruhusiwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kilichokuwa kizuri hata cha mtu mwingine pia nikichukue. Hii Mtume sallallahu aliondoka hata na mushirikina, tenda kwenda nao wapi? Vitani, katika makamu ya kutisha kabisa. Wakileta kwere kama hizo, baada ya kumtajia aya kama hiyo, wewe tafuta njia, kwa sababu najua una hikma nzuri, una busara, ni mwanachuoni, umesoma, una ikhlasi. Litumie hilo jambo safi kabisa, ili watu wakiondoka wafikie katika maslahi yaliyokusudiwa. Aya kama mfano wala kum fil qisasi hayatu. Unaweza hii mbona aya ya qisas, ukumbele kuna neno hayati. Al-ibra hapa ni kutafuta njia inayomfikishia mtu katika maisha marefu.
Kwa hiyo hiyo ni kazi yetu. Mwenyezi Mungu atujalie kila la kheri. Tukitoka hapa tukazitafute zile aya zinazoeleza maslahi zote na ahadithi za maslahi tuziweke mbele ili tufikie katika malengo yanayokusudiwa na madaktari wetu na wauguzi. Mwenyezi Mungu ajaze kila la kheri. Wa ma alaina ila albalaghul mubin. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.